Haleluya. Nataka uangalie kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura 22. Tusome mstari wa 10 mpaka 16. Na tunawakaribisha wote wanaotufuatilia. Tunakukaribisha katika ibada ya leo na tunakwenda kujifunza neno la Mungu. Fungua kitabu cha Ufunuo wa Yohana 22 na tasoma mstari wa 10 mpaka wa 16. Biblia inaandika, nasema, akaniambia, usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Umeona hapa, usiyatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Danieli alipopewa maono ya kuambiwa maarifa yataongezeka na nini, na watu watakwenda huko na kule, maarifa yataongezeka, Danieli aliambiwa yatie muhuri maneno haya ninayokuambia mpaka yatakapotimia. Kwa hiyo neno muhuri maana yake litakavyokuwa na liwe lazima yatokee. Yesu akaja akasema, kila kitu kitapita, lakini neno la Mungu halitapita. Ile ambalo amelisema halitakaa lipite. Kwa hiyo hapa tunaanza kuona anakatazwa kutia muhuri maneno haya ya unabii ambao Mungu alikuwa anasema naye, kwa sababu wakati wake umekaribia. Maana yake hakuna sababu ya kuyatia muhuri, maana hutayangojea kwa muda, utayaona tu kwa haraka. Tunaenda sawa? Sasa tunaangalia ni maneno gani hayo ya unabii ambayo Mungu alikuwa anasema na Yohana katika kitabu hichi cha Ufunuo. Mstari wa 11 anasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, mwenye haki azidi kufanya haki, mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kwa kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa malango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndiye niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Sema amina. Tunapokwenda kujifunza, unaweza kaandika utakaso kwa kanisa. Utakaso kwa kanisa ama kutakaswa kwa kanisa. Hiki ni kitabu ambacho kinaonyesha maagizo ya mwisho kabisa kati ya maagizo yote yaliyotolewa na Mungu. Haya ni maagizo ya mwisho katika kitabu hichi cha Ufunuo, kinachosisitiza kama ambavyo ukiona kitabu cha Mwanzo sura ya 1, jinsi Mungu alivyotoa uhuru kwa mwanadamu na kumwelekeza njia iliyo sawa. Hapa naye unaona anatoa uhuru kwa kanisa kwa njia iliyo sawa. Ndipo utaelewa Mungu hafosi mtu, hamlazimishi mwanadamu, kwa sababu Mungu ni mwenye haki. Mungu ni mwalimu mwema, anakufundisha na ukaelewa, anakuacha ufanye uchaguzi kati ya yale aliyokufundisha. Ukiyashika unakuwa pande wake, ukiyakataa utahukumiwa, kwa sababu uliujua ukweli. Ndicho Mungu anachofanya katika vizazi vya wanadamu wote. Ndio maana hapa huu mstari anasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Unaweza kusema kwa nini Mungu anaruhusu
Mungu alimwambia Adamu, miti yote ya bustani nimekutengenezea kwa ajili yako, utakula matunda yake na mbegu zake na utaitunza ardhi, lakini mti huu wa mema na ubaya na ujuzi na mema na mabaya usile, siku kila utakufa. Sasa alimpa chaguo. Nyoka alipokuja kumshawishi akachagua kinyume na Mungu alivyotaka, ikawa hukumu yake. Bila kujali walikuwa wanadamu wawili tu chini ya uso wa nchi. Dunia yote ambayo leo tunasema ina mabara sijui mangapi, mabara 5. Dunia nzima ina mabara 5. Mabara yote leo yamejaa watu. Kipindi hicho ilikuwa hakuna watu, wanadamu wawili tu, Adamu na Eva mke wake. Mungu akawahukumu kwa sababu hakuwaonea huruma, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye haki. Aliwapa maelekezo wakayakataa. Leo hii katika dunia hii bado Mungu anasema mwenye kudhulumu na azidi. Ni kama anamtia moyo na azidi kudhulumu. Mwenye uchafu na azidi kufanyaje? Kuwa mchafu. Mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Kanisa Mungu analipoliangalia kwenye ulimwengu wa roho, halihitaji tu mtu mmoja mmoja, analiita ni watakatifu, maana wamenunuliwa kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Amina. Ndipo uelewe wewe uko ni mwanadamu, lakini Mungu anakuita mtakatifu kwa sababu tu umesamehewa dhambi. Si ni jambo la baraka sana watu wa Mungu? Mungu kukutambua wewe ni mtakatifu, si ni jambo la baraka sana? Haleluya. Alafu mstari wa 12 anaeleza kwamba njia uliyoichagua kwenye mstari wa 11 ndio ambayo mimi nitakuja na ujira wangu mkononi kumlipa kila mtu. Anasema, tazama naja upesi na ujira wangu huu pamoja nami kumlipa kila mtu kwa kazi yake ilivyo. Kwa hiyo kama ulizidi kuchafuka, unalipwa mshahara wako sawa sawa na uovu wako. Na unajua mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo utaelekezwa mlango wa kuzimu wa mauti, unakwenda huko. Kama ulikuwa mchafu, umezidi kuchafuka, ulikuwa na dhulumu, unazidi kudhulumu, basi umechagua hiyo njia. Mungu atusaidie. Kwa hiyo tunapojikumbusha mambo haya ni ili Mungu anataka kanisa lisijisahau. Anasema mchafu azidi kuchafuka, mwenye haki azidi kutenda haki, mtakatifu azidi kutakaswa. Sasa swali linakuja, mtakatifu anatakaswa na kitu gani? Mtakatifu anatakaswa na nini? Si anasema mtakatifu azidi kutakaswa? Hajasema azidi kujitakasa, azidi kutakaswa. Biblia yako nayo imeandika hivyo? Hii ni tofauti ambayo umekaa kwenye maombi yasema, Baba katika jina la Yesu najitakasa kwa damu ya Yesu. Najitakasa Baba, najitakasa, takasa mawazo yangu, natakaswa fahamu. Yote sawa. Lakini hapa kwa mjibu wa Biblia naye inasema hivi, mtakatifu na azidi kufanyaje? Na nani? Na nini? Si vizuri tukajifunza? Haleluya. Jibu lake liko katika kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 17, alafu taruka utasoma mstari wa 19. Unaandika, tunatakaswa na neno la Mungu. Anasema mtakatifu na azidi kutakaswa. Tunatakaswa na kitu gani? Tunatakaswa na nini? Tunatakaswa na neno la Mungu. Yohana 17 mstari wa 17, alafu tasoma na wa 19. Haya ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Umeona hapo Mtakatifu na azidi kufanyaje? Kutakaswa. Nikauliza swali, azidi kutakaswa na kitu gani? Au na nini? Atakaswe na neno la Mungu. Asema watakase na ile kweli, neno lako ndio kweli. Angalia mstari wa 19. Kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili hao watakaswe katika kweli.
Kwa hiyo mtu anaposema kweli, maana yake anasema neno la Mungu, maana neno la Mungu ni kweli. Upande mwingine wa Zaburi 12 inasema neno la Mungu limehakikishwa, limehakikishwa. Haleluya. Kwa hiyo sifa ya mtu aliyetakaswa ni ya namna gani? Maana anasema utakaswe na ile kweli, maana neno la Mungu ndiyo kweli. Anasema watakase na ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo mtakatifu azidi kutakaswa sawa sawa na Ufunuo 22 na ule mstari tuliosoma wa 11 inasema mtakatifu na azidi kutakaswa. Nikauliza swali, anatakaswa na nini? Anatakaswa na neno la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo mtu aliyetakaswa na neno la Mungu, mtu huyo hulipenda neno la Mungu. Kanisa la Kristo lililoandikiwa waraka huu lina maagizo yake. Mtu aliyetakaswa, umeokolewa ndio, na Mungu asema wazidi kutakaswa. Mtu aliyetakaswa na neno la Mungu, unakuta ni mtu anayelipenda neno la Mungu, anapenda kulisoma neno la Mungu ambalo ni Biblia. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Mtu aliyetakaswa anapenda kulisoma nini ndugu zangu? Neno la Mungu. Kolosai 3:16 inasema hivi: neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Mtu aliyetakaswa na neno la Mungu hulipenda neno la Mungu. Ndio maana nasema likae kwa wingi. Naweza kujiuliza kwa nini Mungu anasisitiza neno likae kwa wingi? Na alimwambia Yoshua 1 mstari wa 7 na wa 8, anamwambia Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Neno langu litafakari usiku na mchana, ndipo pate kufanikiwa. Anasema neno langu litafakari usiku na mchana. Maana yake huwezi kutafakari kitu kama hujakisoma. Tunaenda sawa jamani? Kama hujafanyaje? Kama hujakisoma na kukielewa, unatafakari nini? Kwa hiyo hapa anasema neno la Kristo likae kwa wingi. Nifuatilie tu taratibu, utaelewa. Haleluya. Kwa nini Mungu anataka neno lake likae kwa wingi? Huko ndiko Mungu anapokutakasa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe ni neno. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Si tunakumbuka hiyo? Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Unajua imeandikwa wapi? Yohana 1. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo anaposema neno la Mungu likae kwa wingi, hiyo Biblia unaisoma ni neno la Mungu. Ndio maana watu wengine wanapokaa, unasikia kabisa Mungu kukuongoza kusoma vitabu fulani, na unaposoma vile vitabu fulani unaona kama Mungu anazungumza na wewe kabisa, lakini yameandikwa siku nyingi na watu wamesoma Bible, wamesoma vio vya Biblia na wamepata degree zao, diploma zao, maarifa yao kwa kusoma hayo maandiko, kwa kujibu. Lakini unakuta Roho Mtakatifu anakuletea lile neno ndani yako, anakupa kitabu. Anaweza kukupa kitabu cha Kutoka, anaweza kukupa kitabu cha Kumbukumbu, anaweza kukupa kitabu cha Isaya. Wakati amekupa kile kitabu official kwa ajili yako, unapokisoma kile kitabu unaona Mungu anazungumza na wewe. Utakuta mtu ana alati pale chini, ana underline, anachukua mpaka zile maga pen zile, unaona anaandika. Kuna jambo Mungu anamfundisha,
Maanake neno lake ili analozungumza na wewe likae ndani yako. Kwa nini Mungu anataka kanisa neno lake likae ndani yake? Kwa sababu neno ndilo linalomtakasa mtakatifu, na Mungu mwenyewe ni neno la Mungu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 19. Hapa tumeona neno la Mungu lilikuwa kwa Mungu, maana naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa nani? Sasa angalia Ufunuo wa Yohana 19. Ufunuo wa Yohana 19. Ufunuo wa Yohana 19 mstari wa 13. Tumefika ndugu zangu. Hapa anaelezewa Yesu yeye ni nani. Naye amevikwa vazi lililochovya kwa damu, na jina lake aitwa neno la Mungu. Biblia yako imeandikwa hivyo. Na jina lake anaitwa nani ndugu zangu? Neno la Mungu. Kwa hiyo jina lingine la Yesu Kristo anaitwa neno la Mungu. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi, mtakatifu yeyote aliyeokoka, aliyetakaswa au anayetakaswa hulipenda neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unapolipenda neno la Mungu, uungu wa Mungu unaendelea kujikusanya ndani yako. Uungu wa Mungu unajikusanya ndani yako, na kwa uungu huo ulinzi wa mtu yule unakuwa mkubwa. Kwa uungu huo njia za yule mtu za kiroho zinakuwa wazi, baraka zake zinakuwa wazi, hazitashughulikiwa tena kibinadamu, zinashughulikiwa na mbingu. Baraka zake, uzima wake, afya yake, maisha yake inakuja kutimia. Anasema si ninyi mnayeishi ila Kristo ndani yenu. Ni neno la Mungu. Ngoja nitakuchambulia utaelewa. Maana kama wengine wanaona kama ngumu inataka kudaka, lakini kama inakaakaje. Ukisoma Yohana sura ya 14 mstari wa 21 na ule wa 23 inasemaje? Yohana, Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 21, alafu taruka 22 na soma 23. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Hapo ungesema na kujifunua kwake, si ndio jamani? Kwa hiyo tunapompenda Mungu, unajuaje mtu huyu anampenda Mungu? Mtu huyo utakuta wanapenda mafundisho yake, na si tu mafundisho, ni mafundisho ya wakati. Mungu ana neno la kila wakati kwa watu wake. Wewe nyumbani kwako unakulaga kila wakati Hata kama uko nyumbani umekunywa chai, umebahatika kula na viazi, au umekula na mkate, ama umekula na ubwabwa, umekunywa na maji au kajuisi. Haya, ukitoka nje ukizunguka hivi unakula tena. Haya, ukizunguka unakula tena. Unaenda hivi unakula tena. Iko hivyo. Ukila hivyo utaharibikiwa. Utaharibikiwa. Chakula sio kibaya, lakini utaharibikiwa. Kwa sababu kile kingine hakijafanya kazi, umetumbukiza kingine. Chafanya umetumbukiza kingine. Sasa hiyo hata njaa hakuna, si ndio? Yesu anasema kila neno litokalo kinywani mwangu halitanirudia bure. Lile neno linaletwa na Mungu kwa wakati. Linapoletwa kwa wakati kwa kanisa, utaona kanisa linakusanyika, watu wa Mungu wanakusanyika, na lile neno linapokuja ndani ya mioyo yao, linaachilia uungu wa Mungu ndani ya roho zao. Linaumbika ndani yao. Mstari wa 23. Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu,
na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Kama mtu anaelewa hapo, ile kufanya makao kwake, maana yake ule uungu wa Mungu utakaa ndani ya mtu, na hutajua unakaaje ndani ya mtu, lakini ishara ya kwamba uungu wa Mungu uko ndani yako, utakuwa na shauku ya kumtaka Mungu, kiu ya kumtaka Mungu. Yaani hata kama ufanye mambo yako mengine, fanya shughuli huko na huko na, lakini kila baada ya muda wewe uhusiano wako na nani? Na Mungu. Ukiona namna hii, uungu wa Mungu unakaa ndani ya mtu huyu. Unaweza ukawa na mtoto wako uliyemzaa mwenyewe, ama nyewe wazazi mmezaa yule mtoto. Hivi huwa unaona anavyokuwa? Si unamfurahia tu mtoto? Watu wasema mtoto amekuwa, na kweli mtoto anaongezeka. Unaonaga anavyokwenda nusu inchi, nusu sentimita. Unasema leo alikuwa kidogo ameongezeka hivi. Unajuaga hiyo? Hata wewe mwenyewe uliyemzaa, hata wewe mwenyewe unayemtunza, hata wewe mwenyewe unayemlea, hauoni anavyokuwa, lakini unashangaa matokeo ya mtoto wako kuendelea kuwa na afya nzuri, kuendelea kuwa na akili nzuri, kuendelea kukua, kuendelea kuongezeka. Unabaki kushangaa. Vivyo hivyo Mungu anasema hivi, mtu akilipenda neno lake, Baba atampenda, na yeye na Baba watakuja pamoja ndani yake na kufanya makao. Uungu wa Mungu unahamia kwa mwanadamu. Uungu wa Mungu ukihamia kwa mwanadamu, nataka nikuulize swali, kitu gani kinakujaga kwa Mungu? Ugonjwa utakuja kwa Mungu, balaa itakuja kwa Mungu. Wakikuona namna hii wanakimbia wenyewe. Kwa nini? Wanaona kitu cha kuharibu wao. Kama ni waharibifu, wanaharibika wao. Kama wana nia njema, wanasaidika wao. Ndio maana ule uungu ulipokuwa kwa Ibrahim ulikuwa wa ajabu sana. Tunaona uungu kwa Musa, tunaona uungu kwa Abraham. Mungu anamwambia hivi, wewe sasa hautakuwa Ibrahim, utakuwa rafiki yangu. Kwa kuwa umekuwa rafiki yangu, akasema hivi, adui yako atakuwa adui yangu. Atakaye kulaani nitamlaani, atakaye kubariki nitambariki. Alijuaje huyu anamlaani? Uungu wa Mungu uko ndani ya Ibrahim. Ndio maana akaitwa baba wa imani, akahesabiwa haki. Leo mataifa yanahesabiwa haki kwa njia ya Ibrahim, kwa imani. Agano la Kale, mwanadamu mmoja alimshika Mungu pasipo kumwachilia. Mtu mwingine anaitwa Musa. Musa akakaa siku 40 mlimani bila kula wala kunywa. Kibinadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yawezekana. Siku 40 usiku na nini, ndugu zangu, na mchana. Mwanaume yuko kule na anafanya kazi ya Mungu, anaandika, anapewa maagizo usiku na mchana, siku 40. Hakuna mahali ambapo Musa anasema njaa imemuuma. Yuko. Alafu alipotoka huko hakuletwa na roho kama alivyoletwa Filipo. Alipandishwa na roho baada ya kumaliza kazi kule Samaria. Yeye alishuka mwenyewe kwa miguu yake. Mtu amefunga siku 40, alafu anatembea mwenyewe. Anakuja kuwakuta Waisraeli. Walipokuwa wakimwangalia hivi, Waisraeli walikimbia. Kwa nini? Utaji wake ulikuwa unang'aa. Wanakimbia mpaka akawa anafunika. Hiyo ilikuwa dhihirisho uungu wa Mungu aliyezungumza naye umejaa ndani yake. Ni nani anayeweza kumzoea Mungu? Mungu akijifunua, hata kama sisi ni watoto wake, tunaogopa. Ndio maana alijifunua tu kwa watu kuangalia utaji wa uso wake, wakaogopa. Kumbuka hao wanaogopa ni wana wa Israeli, ni taifa la Mungu, na Mungu yuko pamoja nao. Mwanaume mmoja tu amepewa upendeleo, ameenda kukaa na Mungu siku 40. Sana shuka hivi, hajasema jamani tengenezeni uji. Amekuja na Mungu mwenyewe. Ukitembea na Mungu hata kama ni siku 50, siku 100, hautaona njaa mpaka uungu wa Mungu pungue, ndipo unaweza kaona afya yako imeshuka. Ninaeleweka? Mtu wa pili, nenda muuliza Yesu Kristo alipouvaa mwili wa damu na nyama. Mwili wa damu na nyama alikuwa ameuvaa.
Yesu Kristo. Ndio maana aliuawa msalabani, ndio maana alipochomwa damu yake ikachuruzika. Mungu atusaidie. Amekaa kwenye maombi siku 40. Alafu kama haitoshi hajapewa hata uji, akapelekwa kwenda kujaribiwa na Ibilisi. Si ni sawa? Akajaribiwa akashinda. Mtu yeyote ambaye amelipenda neno la Mungu, kila wakati unaposikiliza mafundisho ya wakati, sema ya wakati, sio mafundisho ya nadharia, sio mafundisho ya theolojia, sio mafundisho ya maandiko matakatifu. Mungu anatumia hayo maandiko, lakini anataka neno ambalo linakuja fresh kwa wakati huo. Mbingu zimefunguka kama zilivyofunguka kwa Yeremia, zilivyofunguka kwa Ezekia, zilivyofunguka kwa Ufunuo wa Yohana, ambapo neno la Bwana likanijilia kusema. Kumbuka ana vitabu 5. Ana kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Hesabu, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Walawi. Lakini anasema neno la Bwana likanijia kusema. Ana gombo la chuo cha Isaya nabii. Imani chanzo chake ni kusikia. Imani ya Kristo chanzo chake ni na kusikia, huja kwa neno la mtumishi aliyekaa mbele za Mungu. Mungu akamsikizisha neno, iwe ni kwa njia ya mafundisho, iwe kwa njia, anaweza kampa neno tu ndani ya Biblia hiyo hiyo. Hakulitafuta mwenyewe. Mungu akamwambia leo utafundisha mahali fulani, akimpa hilo neno kwa sababu limetiwa mafuta kutoka mbinguni. Akisimama kulisema, ghafla uungu wa Mungu ndani yake unaanza kutoa kama njia. Unakaa kama zile njia frequency. Umeonaga frequency za radio? Zamani ulikuwa tuna madishi yale ambayo tunaweka nini? Tunaweka antena. Wanaambia sogeza. Unatafuta frequency. Unatafuta mwelekeo wa dishi. Ukipeleka hivyo asema hapo. Rudisha kidogo hapo. Inaonesha picha clear. Ukipata unasema shh. Nakwambia hapa frequency umekosea. Ukipata mafundisho ya frequency hakuna, unawalisha watu matango mwitu. Mungu hawezi kuonekana kwako. Sijui kama umeelewa kitu nasema wewe. Lazima upate frequency. Ngapi wanaelewa kitu nasema? Wewe hujaonaga hiyo? Nyanyie mmezaliwa jana. Wewe acha madishi yamekuja juzi haya sijui nini hapa. Silikuwa unatafuta hata balbu ya taa zile ndefu. TV unayo nyumbani, si ndio? TV unafanyaje nayo? Lakini ka antena hapo silikuwa tunajitafutia, au unaenda kukuta imechongwa, imewekwa namna hii, imewekwa swing. Utafikiri yule mtu aliyepata ajali ya toyo, imevunjika mguu, kwa hiyo unakuta anasaidiwa na madaktari, amefungwa. Alafu amewekewa hivi, unasema mbona wamemuumiza tena? Wamenani ili kumsaidia mfupa wake. Si ndio Na sisi ilikuwa tuna hiyo. Alafu naitega juu. Nachukua mlingoti. Mimi nilikuwa nachukuaga mlingoti. Sina uwezo wa kununua chuma ile ndefu. Nachukua mlingoti. Unaiunganisha mara 2. Inaenda hewani. Kwa hiyo naitega huko. Lazima uende kwa imani. Antena huko angani. Utege huko. Unatafuta mawimbi. Saa hiyo unaomba, Bwana Yesu niko hapa. Na kwa sababu umetengwa na mbingu itashika zama nasema hapo Bwana. Hapo. Sasa kienda hapo juu, mwingine yuko kwenye TV huko. Anasema rudisha kidogo. Inampigia kelele hapa, inakuwa wanasema mchele. Jamani mmesahau hizo lugha ni mchele au chenga? Wengine wanasema chenga, wengine mchele. Wanasema chenga. Chenga ndio ilikuwa inashika sana. Sema chenga. Inachenga wewe. Inaonekana kwa mbali, alafu haina rangi. Inaonekana kama picha ya mwaka 1927.
Anasema hiyo inachenga. Rudisha. Hapo hapo. Hapo hapo. Tafutia vizuri hapo. Hii ni Radio Tanzania, Dar es Salaam. Kuna mtu ananielewa? Sasa ukishika hiyo frequency ya kiroho na mtumishi ule akawa anapata picha halisi ya kanisa kutoka kwa neno la Mungu, na anailipataje? Kwa sababu ametengwa, na nguvu ya Mungu inakuja kwa sababu ya Mungu kumtenga. Biblia inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, anayaona bayana Mungu anavyosema naye. Akija kuyanena, Roho wa utukufu anaenea ndani ya kanisa, anaenea ndani ya watoto wake, anaenea ndani ya mashamba, anaenea ndani ya hekalu. Mungu hamfuatilii mtu kwa sababu ya sura yake. Mungu hamfuatilii mtu kwa sababu ya diploma au ya degree alionayo. Mungu anamfuatilia mtu mwenye neno lake. Neno litokalo kinywani mwangu halitanirudia bure, litatimiza mapenzi yake. Sasa ni nani anayelileta lile neno kwa wakati? Tafuta yule mtu anayeleta neno kwa wakati. Hiyo ndio hazina ya Mungu kama Musa, ndio hazina ya Mungu kama Joshua, ndio hazina ya Mungu kama Daudi, hazina ya Mungu. Ukikosa hiyo, mtakufa kama wanadamu wengine siku ambazo si zenu. Utaugua kama wanadamu wengine na kuharibika siku ambazo si zenu, kwa sababu Mungu hana upendeleo, anaangalia neno lake. Ndio maana hata kwenye kuponya asema hulituma neno langu kuponya. Tunaenda sawa? Kama hujapewa neno la kuponya, lazima watu wasema ana kipawa, ana kipawa. Sikiliza, mwenye kipawa ni Yesu. Wewe kaa mbele za Mungu, msikilize. Gharama ni kumsikiliza. Nasema amina kama umenielewa. Mtu aliyetakaswa atampenda Mungu. Si ni sawa jamani? Mtu aliyetakaswa ambaye anaitwa mtakatifu hupiganiwa vita na Mungu. Hupiganiwa vita na nani? Na Mungu. Hupiganiwa vita na Mungu. Haleluya. Na Mungu huachilia ulinzi juu ya mtu huyo. Ukisoma waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 5. Najua wewe unaandika, ni vizuri basi hata ukaona. Petro wa kwanza sura ya kwanza, Petro wa kwanza ama waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 5. Moja mstari wa 5. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Amina. Kwa hiyo mtu aliyetakaswa ama mtakatifu analindwa na Mungu, nguvu yake na achiliwa kwake kwa sababu ya lile neno analolishika. Na nikakwambia gharama yake ni kulipenda neno la Mungu. Unaweza ukajifunza Biblia, ukaisoma Biblia. Hiyo ni akiba ndani ya moyo wako, ili Mungu anapotaka kusema jambo na wewe atasema kupitia neno lake ambalo wahi kulisoma. Hata akiongea hajakwambia imeandikwa mahali fulani. Mungu akiongea na wewe kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, kwa njia ya sauti, ukiamka hapo unaelewa imeandikwa wapi, kwa sababu umesoma Biblia. Maana Mungu hapinzani na neno lake lililoko kwenye Biblia. Kwa hiyo kanisa pia, mbali na kupata mafundisho ya madhabahuni, lakini pia unatakiwa kujilisha mwenyewe, kujua Biblia. Mungu alitembeaje na watu wa Agano la Kale? Alitembeaje na watumishi wake? Anatembeaje na manabii? Anatembeaje na wachungaji? Alitembeaje? Yesu alitembeaje na wanafunzi wake? Unapoisoma Biblia, unapokuwa na nafasi ukaielewa, saa Mungu anapotaka kusema neno na wewe, hata kama asipokutajia mstari wa Biblia, narudia tena, lakini akisema na wewe unajua imeandikwa mahali fulani, kwa sababu uliwahi kusoma. Tunaenda sawa jamani? Adui akisema na wewe
utagundua huyu ni adui, hata kama amekuja akakwambia imeandikwa. Kwa sababu amelaaniwa, nitakwambia sifa yake. Atakwambia soma katika kitabu cha Yohana sura ya 6 na mstari wa 82. Na unasema ni kweli, nimeambiwa 6:82. Utakuta kweli kuna Yohana 6 lakini mstari wa 82 haupo. Ujue huyo ni shetani. Wengine wamecheka maana walishaona hiyo. Umelala, umepewa waraka wa 5 wa Yohana. Waraka wa 5 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Ukiamka kufungua, kwa sababu usomaki Biblia, unakuta hakuna waraka wa 5 wa Yohana. Unajua huyu ni shetani anachezea akili yangu. Unaanza kusema shindwa kabisa. Mtu aliyesoma Biblia akipewa hiyo mstari, anajua shetani, wewe ni mwongo, ondoka, anakimbia. Kwa sababu amelaaniwa, hawezi kufanya kila kitu perfect. Atakosea mahali fulani. Sema amina kama umenielewa. Kuna kitu naelewa. Mtu aliyetakaswa ni mwaminifu kumtolea Mungu zaka na dhabihu sawa sawa na mapenzi ya Mungu bila kukosea. Ngoja hapo nitakuambia vizuri. Sema mtu aliyetakaswa na neno la Mungu ni mwaminifu kumtumikia Mungu kwa kumtolea zaka na dhabihu sawa sawa na mapenzi ya Mungu bila kukosea. Kama kuna kitu ambacho Mungu amesisitiza kwenye Biblia, bila kujali ngazi za watumishi, bila ngazi ya watakatifu, ili mradi wamehesabiwa haki, ili mradi wamesamehewa dhambi zao, Mungu anaangalia sana juu ya utumishi wao ni kumtumikia kwa zaka na kwa dhabihu. Zaka ni fungu la 10, sawa jamani eh? Dhabihu ni sadaka. Tunaenda sawa? Watu wengi sana ni wazuri mno, lakini wamekwama na Mungu anakuwa hayuko pande wao. Unapomwibia Mungu zaka na dhabihu kumtolea. Watu wengi hasa vijana wameshindwa kufikia baraka zao kwa sababu moja tu, wanamwibia Mungu zaka na nini? Na dhabihu. Wakipata anasema ni kidogo sana, ngoja nikipata nitakuja kufidia. Kesho naye anapata kidogo kuliko hiyo. Kwa hiyo shetani anambana, Mungu anashindwa kumtetea kwa sababu yeye Mungu anamuona ni mwizi. Biblia inasema uwe mwaminifu kwa madogo, utakuwa mwaminifu kwa makubwa. Kama umeshindwa kutoa zaka ya shilingi 1,000, usifikiri ukipata 100,000 ndio utatoa. Haiwezekani. Ukishindwa kuwa mwaminifu kwa kutoa zaka ya shilingi 500, ambayo hata mtu akikwambia natoa hii zaka shilingi ngapi? Shilingi 50. Mtu ni kama vile anaona nini hii? Hiyo kipuuza hiyo, usifikiri ukifika 1000 ndio utafaulu. Umefungwa. Na nitakwambia watu wengi ambao hawamtolei zaka Mungu, hata kama madhabahu inanena mema na wameyashika hayo, kwao hayatawasaidia. Kwa sababu Mungu anaona wewe ni muongo, wewe ni mwizi. Mungu anamfuatilia. Hata kama amesema watu wote wakasikia kama wana Israeli, lakini walioingia nchi ya ahadi walikuwa ni Caleb na Joshua. Full stop. Wote walisikia, wote waliona maajabu, waliona miujiza, lakini waliposhindwa kumwamini Mungu katika maagizo yake, walifika watu wawili tu waliotoka Misri. Hao wengine wote walizaliwa njiani na wengine ni watoto, ndio waliokwenda nchi ya Mashariki ya Kati, Israeli. Wangapi wananielewa? Tatizo lake nini? Ni pale ambapo Mungu amekupa uhuru. Hakuna kitu kigumu kama uhuru. Uhuru umeponza watu wengi. Kwa nini? Mungu anakuambia nitolee zaka na dhabihu. Hakuna mtu anakufuata. Wewe umepata 5,000, unasema hii kwanza itoshi hata mahitaji yenyewe, hutoi fungu la 10. Mungu anaangalia tu, anaangalia. Mungu ni mpole. Anakuambia endelea kuzulumu tu. Endelea tu.
Atakayepata hasara ni mimi au ni wewe? Unaenda kanisani, na kama uko kazini, watu wa namna hiyo wanakosa kibali. Unafanya kazi lakini huna kibali. Ukipata pesa hakuna maarifa ya kufanya chochote. Kwa nini? Wewe unamwibia Mungu zaka na nini? Na dhabihu. Yule muuza ndizi, muuza machungwa ambaye anatoa mpaka shilingi 50, maana yake amepata 500. Anaitoa, Mungu kila siku anampa ufahamu, anampa akili, anamlinda, anampa furaha. Wewe ambao unafanya kazi kubwa umeshindwa kutoa fungu la 10, Mungu hata kama unakaa kwenye madhabahu sahihi, mahali Mungu anajifunua kwako, ukienda kazini upati kibali. Upati kibali. Na baada ya muda unaona watu wanaachishwa kazi, lakini wanakaa kwenye madhabahu sahihi. Unasema inakuaje Mungu? Na Mungu umesema kupitia mtumishi wako. Ndio, Mungu alisema kupitia mtumishi wako, lakini kama ufanyi sawa sawa na mapenzi ya Mungu na muibia Mungu zaka na dhabihu, wewe si mwaminifu. Mungu anakuona uko kwenye kundi la adui la kumuibia, la kusema uongo. Anakubagua kama mbuzi na kondoo, hata kama uko kanisani. Kwenye ulimwengu wa roho anakuona we kama mbuzi. Kwenye ulimwengu wa roho anakuona kama ngano na nini? Na magugu. Wangapi wananielewa jamani? Na hiyo imekuwa shida sana. Watu wanasema mbona tuko kwenye madhabahu sahihi? Kuwa kwenye madhabahu sahihi, fanya mapenzi ya Mungu sahihi ambayo ameyaagiza. Bila kujali mimi ni askofu, nisipofanya, mimi niliwaambiaga mimi natoaga fungu la 60, sio la 10. Wewe unatoaga la 10 na kushinda. Ukipewa la 20, kwenye 100,000, mimi napata 40,000. Kwenye 1,000,000 mimi napata 400,000. Ingine yote nampa Mungu, na sijawahi kupungukiwa. Nina amani kama mtoto mdogo, nina furaha, nina ushindi. Nina miaka mingi sijawahi kuona mwili wangu ukiumwa wala magonjwa. Kwa nini? Ni mtu yule ambaye alikuwa anabebaga watoto wangu wakiwa vidogo na kimbizana hospitali. Mtu yule ambaye nyumbani kwangu ukija unakuta dawa mpaka zime-expire, zimejaa. Yule. Leo huyo yule sioni dawa, na sijui hata dawa watu wanatumia dawa gani. Lakini tuna wachungaji wengi wale kama ambao ni wachungaji leo wana mateso, wana pressure, wana visukari, wana mateso, wana vidonda vya tumbo, na wanamhubiri Kristo. Tatizo liko wapi? My friend, wewe ni mwaminifu katika maagizo Mungu anayekupa. Maana anapoangalia namna hii, yeye hana upendeleo. Hata kwa kimwimbia kwaya nzuri, umwimbie pambio nzuri, watu wafurahi, atakutumia kama punda tu. Anasema mbingu na nchi zitapita, neno langu halitapita kamwe. Fikiri, mbingu na nchi aliyoziumba anasema zitapita, neno langu halitapita. Hasa kama mbingu na nchi zitapita, mwanadamu nafanyaje? Unaweza kupita na kisukari, na watu wakakuzika wasema alifanya kazi ya Bwana, na ukafa. Kuna watu wengine walipewa kiwango cha pesa. Unakuja kanisani toa 2,000. Unakuja kanisani toa 5,000. Unakuja kanisani ibada kuu toa 10,000. Wamefanya kwa moyo, saa ya kupimwa wakaacha. Nenda soma kitabu cha Waebrania. Kwa sababu hawakudumu katika agano langu, nami Bwana sikuwajali. Hivi mmesomaga huo mstari? Ndugu zangu, mmesomaga huo mstari? Watu wengi wanangojea kusema rehema za Bwana ni za milele, Mungu ni rehemu. Atakurehemu mpaka lini? Kwa nini usijae stamina? Mungu akuamini kama Ibrahim, akuamini kama Daudi, akuamini kama chombo chake, akuamini kama alivyomwamini Ayubu. Walikuwa na masikio mawili na macho mawili, ni wanadamu, walikuwa wanaona njaa kama mimi na wewe, lakini Mungu akawaamini kwa sababu aliyafanya mapenzi ya Mungu. Wewe unapimwa tu kidogo unaacha, halafu nataka Mungu ajitukuze kwako. Shetani anasimama mbele za Mungu anasema, unamuona mtumishi wako? Unaona? Umempima tu kidogo, ameacha kutoa zaka na dhabihu. Umempima kidogo, ameacha kutoa ile sadaka ya agano uliosema naye moyoni mwako. Sasa unataka baraka ziende wapi Mungu? Mungu anasikitika,
anaamua kutafuta mwinjilisti mmoja au nabii, anakuja anafoka kwa sauti, wanasema Mungu nisamehe, sitarudia. Mungu anasema nimekusaidia tu kupitia sauti yangu kwa nabii, sauti yangu kwa mwinjilisti, sauti yangu kwa mtume, usirudie. Unafanya wewe miezi 6, miezi 7, unapoa tena. Sauti itakuja mara 2, mara 3. Akinyamaza unakuwa kama wanadamu wengine. Miaka ya nyuma nilikuwa nawaambiaga watu, wewe ufanyagi maamuzi? Si ufanye maamuzi bwana, kama mbaya iwe mbaya, si ufanye maamuzi. Vipimo vyangu nimevishinda. Kwenye hela mimi hata nikikuta umefungua mlango nikakuta dola zimejaa, paundi zimejaa, euro zimejaa, sijui pesa za Tanzania zimejaa, hello my friend, mimi moyo wangu haushtuki. Nilikaa na mtu mmoja kwenye bar miaka ya nyuma, alikuwa mzee wangu wa kanisa, siwezi kumsema, lakini sasa hivi huenda amepona. Sasa tumetoka kazi, tulikuwa kanisa hilo Ngaramtoni, tumefanya kazi fulani, baadaye watu wakatawanyika, sisi tukamshukuru Mungu. Nikamwambia njoo tumshukuru Mungu bwana. Tukamshukuru Mungu. Ndio yule ile ambaye tulikuja kukaaga naye, nikamuita. Mungu anambia wafundishe watumishi wao kwanza namna kuomba. Mimi sikujua, nikamwambia njoo bwana, tunataka tuombe, tukae siku 2 hapa. Tulipoomba naye, mimi nimeweka kigodoro changu hapa na yeye tuko kwenye ofisi. Baadaye anamwagiza mke wangu, mama unajua niko na mchungaji tunaomba huku, hebu tafutia mswaki hapo, leta na maji ya moto ya kunao. Mimi mwenyewe ambao ni mke wangu simwambii, yeye anatoa maagizo. Tatizo nini? Anasema na yeye anasema hana tofauti na Sumbe. Mwisho anasema kama ni kuomba, nimejua Sumbe anavyoomba, anavyomlilia Mungu, na mimi kumbe nimeshajua, kumbe na mimi naweza kufanya huduma kama yeye. Umeona shetani alipopata nafasi? Ukimkaribia mpakwa mafuta, kuwa mwangalifu sana. Unaweza kainuka na hayo mafuta na Mungu akakusaidia, au unaweza kawa kipimo ukaungua ukaharibika jumla. Wangapi wanaelewa kitu nasema? Sasa nikamchukua, tumemaliza kazi nyingine hapo, tumeomba. Ilikuwa kama siku ya 2. Sasa tulikuwa tumeomba maombi ya siku 3. Sasa siku ile ya 4 tukapumzika, siku ya 5. Sasa tumefanya kazi jioni, nikamwambia asema si tuende nyumbani. Nikamwambia tukienda nyumbani saa hizo tutapata hata chakula vimepoa bwana. Tupitia hapa Texas. Kuna baa moja hapo pembeni wa bahari inaitwa Texas. Nikamwambia tuingie. Kipindi hiyo ilikuwa inawika sana, watu wamejaa na magari. Nikamwambia na sisi tuingie hapa tutafute chakula kidogo. Kwa hiyo tukapitiza jikoni, tukachoma nyama, alafu tukaletewa soda, tukakaa kwenye viti vile vya Coca-Cola, tukakaa hapo. Vimejitenga kwa nje. Eneo lilikuwa kubwa sana. Sasa tunakunywa Coca-Cola na mimi nachanganyaga na maji kipindi hicho. Nachanganya na maji na kunywa, nachanganya na maji na kunywa. Tunangojea kanyama, tumeagiza kanyama ka kilo 1. Haya. Wakati tunangojea nyama inakuja, watu 2 walikuwa wamekaa, meza iko pale. Sasa watu wana biashara zao. Yule bwana alikuwa na koti kubwa alafu na begi. Jamaa anatoa pesa. Wanatoa pesa wanapeana hapa chini ya meza. Yeye kumbe ameona, asema nikaona asema pasa. Nikamwambia pasa, ananikanyaga chini papa. Yaani utafikiri ananikanyaga huku chini miguuni, amesahau kwamba nini mchungaji wake. Halo, pasa. Niambia na nini? Nikamwambia nini? Namwangalia huku yuko ananikanyaga huku. Alafu koji unaona? Nikamwambia nini? Ananyoshia watu mkono, unaona? Nini? Hela mzee. Nikamwambia sasa wewe, unajua wanakuangalia. Na watu nao wanamwangalia tu. Alafu na mimi ni mchungaji niko hapo. Sasa watasema jamaa ni wachungaji au wasoma ramani hao? Kama nyinyi mmekaa hapo mnafanya biashara yenu jamani, hao mtu hapa anashangaa, wanaambizana tena wananyosha na mkono. Sitabidi mstop kwanza? Na mimi ni mchungaji najulikana. Nikamwambia sasa wanashangaa, nisema la. Hela. Angalia mzee. Akatoa bunda la kwanza sijui bilioni 5, akampa, akaweka kwenye begi. Anatoa kwenye begi, anatoa la pili. Asema angalia.
karibu niache nyama. Yaani nipata shida. Nikamwambia sasa kelele ya nini? Si unaangalia kimya. Sisi tulikuwa naongea, watu wanashughuliza hela. Nikasema Yesu, leta ukombozi haraka, maana hapa huyu bwana Mungu wangu sijui kama atatoboa. Mambo mengine wewe unaweza kutoboa kwenye hela. Sema Bwana Yesu tusaidie. Angalia Ufunuo wa Yohana 19. Lazima uwe mwaminifu, si ndio jamani? Kutoa zaka na nini? Adhabu. Uwe mwaminifu. Kwa kuwa moja ya jina la Yesu Kristo ni mwaminifu. Ufunuo wa Yohana 19 mstari wa 11. Tumefika ndugu zangu. Imeandikwa hivi: kisha nikaziona mbingu zimefunuka. Tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwa nani? Mwaminifu. Sema mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Umeona Ukishindwa kuwa mwaminifu kutoa zaka na dhabihu, hawezi neno la Mungu likakaa ndani yako, ambao ni Yesu Kristo, ambaye yeye anapokutazama hivi anasema yeye ni mwaminifu na wa kweli. Alafu akikuangalia wewe sio mwaminifu. Jina lingine la Yesu anaitwa nani? Mwaminifu wa kweli. Simeandikwa mwaminifu na wa kweli. Uwatakase na ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Maana yake ni neno la Mungu. Alafu hapa anasema mwaminifu. Watu wengi sana pamoja na watumishi wa Mungu baadhi wameshindwa kuwa waaminifu. Kipimo cha uaminifu ni kizito sana. Na ukishindwa kuwa mwaminifu, hauwezi kufikia yale maono ambayo Mungu alitaka uyafikie. Basi. Na uaminifu unapimwa na Mungu mwenyewe na mbele ya yule mtu. Ninaomba uwe mtu wa kushinda katika jina la Yesu. Uwe mtu wa kushinda katika jina la Yesu. Katika mambo yote, na hasa mapenzi ya Mungu aliyoyaagiza na yale anayoyasema kwa madhabahu, naomba uwe mtu wa kushinda katika jina la Yesu. Kwa sababu jina lingine la Mungu anaitwa ni mwaminifu. Asante kwa kunisikiliza. Mungu mwema akubariki sana. Naweza ukaweka notebook yako na Biblia yako vizuri, tukamshukuru Mungu. Kipindi hichi Mungu anahitaji watu wawe waaminifu kumsikiliza na kupata nafasi ya kutulia. Nanyi mtanyamaza kimya, mtauona wokovu wa Bwana. Hiki kipindi unaposikiliza neno la Mungu, karudi nyumbani. Kama hakuna sababu ya kukimbia huko na huko, tulia. Hiki kipindi unapokwenda kazini, ukimaliza kazi, kama hakuna sababu ya kwenda huko na huko, rudi kwenye familia yako, rudi kwenye nyumba yako, rudi kwenye nafasi yako, tulia. Nanyi mtanyamaza kimya, mtauona wokovu wa Bwana. Na Mungu atapata utukufu kupitia ninyi. Baba, ninakushukuru na asante kwa neno lako ambalo limetujilia. Nakushukuru kwa sababu tunaomba neno lako ili likae ndani yetu, lisiondoke. Wakati mwingi adui alitafuta nafasi ya matisho, kuvumisha upepo wa hapa na pale, lengo ili kuondoa lile neno ulilotupa. Lakini naomba Mungu, neno hili lisiondoke ndani ya watoto wako, wakubwa kwa wadogo, likae ndani yetu Mungu, maana ndilo lenye ushindi, lenye kuleta uzima, lenye kupigana vita, lenye kufanya tuwe salama. Ndilo ambalo linaondoa magonjwa na madhaifu na kisasi cha kila namna. Ndilo linalotufundisha kukujua wewe ni nani katika ufalme wako. Baba, asante.
Fungua watoto wako fahamu zao za kiroho. Fungua Bwana, wape roho ya kupambanua roho. Ta wakati mwingine wanapolala, wakati huu anga ambalo linateswa, anga linashindaniwa na ufalme wa adui. Mungu wangu, na linaposhindaniwa mambo mengi yanatokea. Roho nyingi zinatembea kwenye ulimwengu wa roho zikitafuta kanisa, zikitafuta kuharibu. Pigana nao Mungu, pigania watoto wako, wape kupambanua roho katika jina la Yesu. Wakati huu kuzimu imefunua nguvu kubwa za ulimwengu wa roho na kushirikiana na ufalme wa nguvu za giza kuleta mafunuo mbalimbali kudhihirika, ili kuwaondoa watoto wako katika mlango wa kuamini, ili kuleta hofu. Na ndoto zozote zinazoleta hofu hazitokani na wewe, maana wewe ni Mungu si wa hofu, kutupa roho ya dunia iletayo hofu. Kwa jina la Yesu nakataa roho ya hofu kwa kanisa, na ing'oa ndoto za hofu zinazotengenezwa na kuzimu, na zing'oa ndoto za hofu. Watoto wako wanapolala wanasikizishwa ndoto za hofu kwa sababu ya anga lilivyo sasa, kwa sababu vita vinapiganwa na mkono wako Mungu. Na achilia nguvu kwenye mioyo yao, wape roho ya kupambanua roho. Na achilia nguvu ya roho ya kupambanua, achilia nguvu ya kupambanua roho, na achilia mlango wa kupambanua roho. Hata wanapopumzika, wanapolala, wanapotafakari, roho wa kupambanua we ndani yao kwa nguvu ya jina la Yesu. Ndipo wanapokuwa washindi kila itwapo leo, na hakuna atakayeweza kuwaharibu watoto wako. Kwa jina la Yesu Kristo na watakasa watu wako na kuomba ulinzi juu yao, Bwana, katika jina la Yesu. Na wale walio wagonjwa, shika kifua chako, wewe ambao unajua mwili wako na shida, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tazama watoto wako walio na udhaifu katika viungo vyao, mahali popote ambapo viungo vyao vina shida. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ulitupa neema ya neno la uzima. Wewe ni mkuu wa uzima, ulikuja ili wawe na uzima kisha tuwe nao tele. Hivyo kila nguvu yoyote ya magonjwa inayenena usiku wa manane, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kuna watoto wanaumwa usiku wa manane, kuna watoto ambao ukifika usiku wanaugua. Hiyo ni roho ya kuzimu inawatafuta hao watoto. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, na weko kuta wa moto, na wafungua vifungo vyote vya magonjwa na watoto wao ambao usiku wanalia, wanakuwa na homa kali. Na ng'oa hiyo nguvu inashindana na kwenye boma hili, inashindana na watoto hawa, inashindana kwa wazazi hawa, kwa jina la Yesu Kristo. Na kila magonjwa kwa jina la Yesu Kristo, na haribu hiyo nguvu. Henia ng'oka kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu yoyote kwenye mfumo wa tumbo, mfumo wa damu, katika jina la Yesu, na ufahamu wako na ukomboa kutoka sasa zile njia za adui anaozijilia usiku wa manane, na ufunga huo mlango. Ng'oka, una mamlaka kwenye anga la mtu huyu, kwenye anga la kazi yake, anga la mji wake, njia za kuingilia kwenye nyumba yake zilizonenwa mabaya, na futa hayo mabaya kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Na nena mema, na achilia ulinzi katika anga la mji wake na katika njia za kuingilia. Achilia malaika ambao kila wakati watatembelea mahali hapo na kuacha uzima kwa nguvu ya jina la Yesu, na kutamka uzima kwenye hiyo njia, tamka uzima kwenye hiyo familia, tamka uzima kwenye hiyo ndoa, tamka uzima kwenye ile boma kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuna watu wazima ambao wako mahali hapa, ambao na wengine wananifuatilia, wamekuwa wakisumbuliwa na miguu yao. Wanaona mifupa yao kama inasagika kwenye mifupa yao, mifupa inakosa nguvu, na wakati mwingine unaona kama inauma. Huo ni mlango wa kuzimu, unapambana kuharibu miguu yako. Miguu yako, ili baadaye ionekana kama miguu yako haina calcium, haina nguvu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, hiyo nguvu inayepambana ili kumdhalilisha, ili afe kabla wakati, na ing'oa hiyo nguvu kwenye mifupa, kwenye miguu, kwenye mifupa. Na
sasa natamka uzima kwenye hiyo mifupa, natamka uzima kwenye hiyo mifupa, na kutenga na ufalme wote ulionena kwenye hiyo mifupa, walionena mabaya kwenye mifupa yako, na ng'oa hiyo roho inayoambatana na mifupa. Ng'oa, kaachilia mifupa ya miguu, joint za miguu, chilia magoti yake, chilia mikono yake, chilia mgongo wake, mifupa ya kwenye mgongo, mfupa kwenye shingo, mfupa kwenye kichwa, mfupa kwenye miguu, mfupa kwenye kiuno. Ng'oa, kaachilia hiyo mfupa wake, hautasagika tena, hautasagika tena kwa nguvu ya jina la Yesu. Natamka uzima kwenye mifupa, na achilia nguvu ya uzima. Uwe mzima, uwe mzima na miaka mitimilifu, uwe mzima. Unatembea saa ingine unaona kama vile inakosa nguvu, kama vile utadondoka. Unakanyaga kwa tahadhari, kwa tahadhari kubwa, unakanyaga kwa tahadhari kubwa, kama vile kitu ambacho ni usiku. Na ng'oa hiyo nguvu inayodhoofisha mifupa, inayodhoofisha misuli, inayodhoofisha misuli yako kwa nguvu ya jina la Yesu. Natamka uzima kwenye hiyo miguu, natamka uzima kwenye hiyo miguu. Uwe mzima kutoka leo. Nafuta chochote walichotaka kitokee kwako, na kifuta kitatokea. Baba, asante. Natamka uzima kwenye moyo wa mtu huyu, natamka uzima, natamka uponyaji kwenye moyo. Damu yake iende kama ambavyo liweka. Moyo huu usiende mbio tena, moyo huu usiume tena. Natamka uzima kwenye moyo. Magonjwa ya moyo yaondoke, magonjwa ya moyo yaondoke, magonjwa ya presha yaondoke kwa nguvu ya jina la Yesu. Natamka uzima katika jina la Yesu, na miaka mitimilifu. Natamka kutoka sasa, damu yako isinyonywe usiku wa manane. Naona majini yanayochukuaga damu usiku wa manane, na ng'oa hiyo nguvu inayokuja kuchukua damu, ng'oka kwa jina la Yesu. Nachukua damu na kudhoofisha afya ya mtu huyu, na kumdhoofisha afya ya mtu huyu. Ng'oka hiyo roho, ng'oka wewe jini, come out. Unaofanya vita usiku wa manane, kunyonya damu ya mtu huyu na kupita kwenye moyo na kumfanya moyo wake weweseke, fanya moyo wake uume, fanya moyo wake ushindwe kutulia, na ng'oa na kukutenga na giza hilo kwa jina la Yesu Kristo. Nafuta mabaya hayo, naachilia mema, naachilia mema, naachilia mema. Kuna roho ya kudhalilisha, inadhalilisha wanaume kwenye ndoa. Kuna roho ya kudhalilisha wanaume kwenye ndoa. Watu hao wanaheshimiana kwenye ndoa zao, na shetani alitaka watoke nje ya ndoa kwa roho za uzinzi, lakini walipoona hawawezi kutoka nje ya ndoa kwa sababu wanamwamini Mungu na wanaheshimiana mume na mke, walichofanya wamempiga na nguvu ya kupoza. Ndoa yako haifanyi kazi kwa sababu mwanaume huna nguvu, na unajiuliza ufanye nini, unakosa nguvu. Mnaheshimiana ndani ya ndoa, lakini unakuta huna nguvu ya tendo la ndoa, na hiyo imekuumiza sana moyo. Na wengine ni wanawake ambao wachache wao nawaona, ambao miili yao inatoa harufu sehemu za siri, na ili jambo iliwe uharibifu kwenye ndoa, ili lete taharuki kwenye ndoa kwa jina la Yesu Kristo. Huu ni mlango wa kuzimu ili kudhalilisha ndoa. Walipokushindwa wakaachilia harufu mbaya kwa mwanamke kwa ajili ya ndoa, ili mwanamume ashindwe, ili wadhalilike. Wanatazamana kwa huruma lakini hawajui wafanye nini. Hiyo roho kutoka sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe ni pepo mchafu, ndoka kwenye hiyo ndoa, ndoka kwenye hii ndoa na mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Unayetabisha wanandoa, na lengo lao walisema watatoka nje ya ndoa, hawakatoka. Na kwa sababu hawajatoka, wakaachilia nguvu ya majini, wakaachilia harufu mbaya kwenye sehemu za siri kwa jina la, ili kuwadhalilisha mwanaume kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ng'oka, achilia huyo mwanaume nguvu za kiume, achilia hii ndoa,
Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Hivyo nakukemea wewe jini unayezunguka usiku na kudhoofisha ndoa hii na kung'oa toka kwenye viungo vya watu hawa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninatamka kutoka sasa, wewe wazima, na iwe harufu nzuri kwa waume zao, harufu mbaya iondoke kutoka sasa kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Ndoto za kutaabisha, na watu ambao wanasumbuliwa na ndoto za kutaabisha, na akiamka asubuhi anajaribu kuzikumbuka, zinavuruga ufahamu, hata hazikumbuki, lakini anajua ilikuwa ni vita vikali. Nimekuambia ni kwa sababu ya anga. Wakati anga la nchi linapopita, wewe anga noka, una mamlaka juu ya kukamata fahamu za watu wala kukamata akili zao. Nimeachilia roho ya kupambanua roho, hivyo hiyo roho haina nguvu tena, haitawashika wala haitaunganishwa na wachawi wala haitaunganishwa na uganga wala haitaunganishwa na uharibifu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na kila watakachowaza kitakuwa chema, kila watakachowaza kitakuwa chema. Nguvu inayeshindana anga lako kwa mamlaka ya jina na futa, haitakukaribia tena kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka uzima, natamka mafanikio, natamka utulivu, natamka heshima ikafunike watoto wa Mungu, ikafunike njia zao, ikafunike afya zao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu Bwana. Amen. Mpe Yesu makofi kama mwana. Naamini umebarikiwa. Kama umebarikiwa, nipungie mkono wako namna hii. Haleluya. Jinsi ulivyosimama vile vile, naomba umshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako na kujikabidhi mwenyewe kwa Mungu kabla hatujaondoka. Haleluya. Baba, tunakushukuru. Asante sana kwa ibada hii. Asante kwa mkono wako kutuhudumia na kutufundisha na kutuelekeza. Unastahili Mwokozi wetu. Tunasema asante. Asante Bwana. Asante kwa kanisa lako. Asante kwa watu wako Mungu. Asante kwa kuwalinda na kuwatunza. Endelea kuwafunika na nguvu zako na uwepo wako na kibali chako, katika jina la Yesu Kristo. Unastahili Mwokozi. Tunajiachilia mikononi mwako na kuliachilia kanisa hili mikononi mwako. Neema yako ikawe pamoja nao hata wanapoelekea manyumbani, wafunike na nguvu ya damu ya Yesu. Na hata wale wanaotufuatilia, neema na ungu wako kawe pamoja na wao. Tunalibariki neno lako na mambo yote ambayo yataanza kesho, wiki inayofuata, mkono wako kahusike Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kushukuru. Na mtu mmoja aseme amina. Amen.